Bwana, mambo vipi mdau wangu? Leo nina elimu fulani ambayo ni ya msingi sana kama ni mtu ambaye unatarajia kufanya ujenzi ama mtu ambaye upo kwenye ujenzi. Na elimu ambayo naitoa leo ni kuhusiana na mabati. Watu wengi wanajenga lakini hawaelewi mchanganuo wa kupaua, hawaelewi mchanganuo mabati na namna ambavyo bei za mabati, geji, sifa, aina. So leo mimi nitaeleza vitu vyote hivyo kwa upana kabisa. So tega sikio, usikatishe video katikati, isikilize mwanzo mwisho, maana ni elimu ya bure, ni elimu ambayo unaipata kutoka kwangu, ni elimu ambayo hauilipi. So twende moja kwa moja. Kwenye mabati kuna aina mbili za mabati ambayo tukisema aina mbili ni kwenye swala zima la geji. Kuna geji 28 na geji 30. Na hizi geji 28 na geji 30, tukianza na geji 30. Geji 30 ni aina ya mabati ambayo sio quality sana, yani ni low quality. Lakini ni watu wengi sana ndio huwa wanatumia kujengea nyumba zao. Kwa kifupi ni bati fulani ambazo sio quality kivile kama geji 28. Tukija kwenye geji 28 ni high quality, ndio mabati ambayo tunasema ya kishua, yani watu wengi wanayatumia. Sasa kwenye aina zote hizi za mabati nitoe na bei zake namna ambavyo zinavyokuwa. Kwenye geji 30, bati la geji 30 mita linauzwa shilingi 13,000, lakini kwenye geji 28 mita linauzwa shilingi 16,000. Na hizi geji 30 unaweza ukapata hata kwa zile piece, na ndio mara nyingi sana zipo hardware ambazo zinauzwa kwa 10,000 kwa mita moja, ambazo bei yake ni shilingi 22,000. Lakini kwenye geji 28 huwezi kukuta zinauzwa kwa piece, kwa maana kwamba utauziwa kwa siku ya mita, ambayo geji bati lake linakuwa unaweza kukatiwa hata mita 2, mita 3, ni wewe mwenyewe tu. Mara nyingi sana hii bati linatumika labda fundi kashaweka mbao, yani kashapiga kench, kwa maana kwamba anachukua vipimo, anaenda kiwandani, anaenda kukatiwa kwa zile pisi ambazo kwa ile siku ya mita ambayo yeye atapaulia. Kwa maana kwamba siku ya mita moja hii inauzwa shilingi 16,000. Kwa hiyo utaangalia unahitaji nyumba yako inapauliwa kwa siku ya mita ngapi na vipimo vyake na size zake, huko anakata moja kwa moja kiwandani kwa geji 28. Lakini kwa geji 30 siku ya mita moja inauzwa shilingi 13,000. Nadhani tuko mpaka hapo tuko pamoja. Lakini kuna bati za pisi. Tunasema bati za pisi, zile bati ambazo mara nyingi zinakuwa kama kigae, kama ushakutana nazo. Ni bati fulani zinakuwa kama zinachenga kwa juu, ambazo hata mvua ikinyesha ukiwa ndani huwezi kujua kama nje mvua imenyesha mpaka labda asubuhi ukiwa umetoka. So hizi bati mara nyingi zinauzwa shilingi 15,000 kwa mita moja. Hiyo ni geji 30. Lakini hiyo inakuwa haina chenga, kwa maana kwamba kwa hiyo mita 15,000 inakuwa haijamwagiwa ile chenga, inakuwa ni kigae lakini plain, ambayo inakuwa ndefu, ina futi 10 kwa mita moja. Lakini ikishakuwa na chenga inauzwa 16,000. Ikiwa na chenga inauzwa 16,000 kwa mita moja. Kwa hiyo hapo unaweza ukafanya hiyo mita moja, maana yake kwa futi 10, na futi 10 inakuwa ina mita 3. Kwa utafanya hiyo 3 mara 15, ambayo ndio kwa bei ambayo haina chenga. Lakini ukilitani kwenye bei ambayo juu inakuwa ina chenga, utafanya futi 3 mita 3 ambayo ni futi 10, utafanya mara 16. Kwa hiyo utapata jumla ya piece ya ile bati nzima la futi 10 kwa mita moja inavyokuwa. Ni mabati ambayo ni gharama kidogo, kwa sababu ukichukua 16 ama 15 mara 3, maana 15 mara 3 ni kama shilingi 45,000. Kwa hiyo bati moja ni shilingi 45,000. Na ndio maana naomba tuelewane vizuri. Kuna mtu nyumba ya vyumba vitatu anaweza akaipaua kwa milioni 10, usishangae. Lakini wewe ukaipaua kwa milioni 4, milioni 5, milioni 3. Yaani usishangae, ni zoezi moja la kawaida, kwa sababu bati zinatofautiana sana kwenye swala zima la bei. Ogopa sana bati zinazouzwa kwa mita. Ni bati ambazo ni very expensive na zinawekwa nyumba fulani zile za kibosi sana, za kishua sana. Lakini hii bati ya kigae na yenyewe imegawanyika pia na sehemu kuu mbili. Ina bati kama bati ambalo linakuwa refu la futi 10, lakini ina pisi ambazo zinakuwa za kupachika.
na inakuwa ni kama kigae kabisa, isipokuwa inakuwa katika mfumo wa bati na inakuwa inachenga chenga kwa juu. Na hii pisi ya kigae inauzwa kwa geji 26. Hii inakuwa na geji 26, ni very quality, yani ni quality kweli ambayo ni ile quality ya kigae kabisa ambayo yani huwezi kusikia chochote juu. Inauzwa shilingi 21,000 kwa piece, ambayo inakuwa ina mita 1 kwa futi 1. Nadhani umenielewa. Yani ina mita 1 upana ambao ni inaenda 90 kitu kama hicho, na urefu ni futi 1. Kwa hiyo inatakiwa upime siku ya mita zako kwenye kenchi yako, ujue kuna siku ya mita ngapi unaenda kuvinunua. Vinauzwa kwenye maboksi, ni vipande vinakuwa vidogo ambavyo kwa kila kipande kimoja utanunua kwa shilingi 21,000 na upana wake una mita 1 kwa futi 1. Kwa hiyo nadhani unanielewa. Sasa kama mtu akikwambia nimepaua nyumba yangu kwa milioni 15, usimkatalie. Yani inawezekana, kwa sababu kama mtu akiamua kupaua kwa mfumo huu wa kigae ambacho kile kidogo, so bati la kigae chenyewe ambacho kipo lakini ni mfumo wa bati. Hebu imagine kwa kila kipisi kimoja kinauzwa shilingi 21,000. Nyumba ya room 3 atapaua kwa shilingi ngapi? Kwa hiyo inaweza ikafika hata milioni 15, milioni 18, milioni 20 sometimes mtu anapaua nyumba tu ndogo ya chini ya vyumba vitatu. Kwa hiyo usishangae mtu akipaua kwa gharama nyingi ukazani kwamba mbona amepigwa nini? Angalia juu alichokiweka, angalia na wewe ulichokiweka. Wengi tunatumia mabati ya shilingi 22,000, ni very low quality kwa sababu ya uchumi na nini, lakini ili tuweze kuishi kabisa useme kwamba nimepaua, ni upauaji huu wa kigae ama upauaji wa geji 28 ambao utauziwa kwa mita. So leo nimetoa elimu hii bure, uilipipo chochote, lakini pia kama bado hujasubscribe ufanye subscribe channel hii, na kama unahitaji lamani ama unahitaji ushauri wote kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi, tupigie kwa simu namba 0659877756 ama tucheki WhatsApp kupitia namba hiyo, tubonge mambo mengi, tuongee story nyingi kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi. Sisi tupo kwa ajili yako na ushauri tunatoa for free kabisa, ulipi chochote. Mimi naitwa Mr. House Decoration, tukutane tena wakati ujao. Yao.